mengine. Siku zote inafahamika kwamba Rostam wanapokuwa anatoa ngoma basi kutakuwa na ubishi mwingi kati yenu. Na ujambo mwanangu, utasa ulikuwa wapi? Kwenye kila kitu. Si unajua mimi tukishakutanaga na mwana kwenye wimbo ujue ni ubishi tu kwenda mbele. Ubishi ulikuwa kwenye kila kitu. Lakini so far so good. Ubishi wetu wote ni kwa ajili ya kutengeneza muziki mzuri. Kuna sehemu ambayo ulimwambia Roma afute sehemu? No. Hatupangianagi hivyo. Kila mtu anatoa mawazo yake ambayo anaona yako sahihi, anatoa. Hamna kupangiana. Baada ya kutoka ujambo mwanangu, kuna simu zozote ambazo zimepokea kutoka kwa waheshimiwa labda? Waheshimiwa gani? Wakubwa. Wapi? Nazungumzia serikalini labda kutoa pongezi ama kutoa kitu chochote. No. Hata hivyo, unajua watu hawajui tu. Kwani wewe umeelewaje ule wimbo? Jambo mwanangu. Umeelewa tumeongelea nini? Nimeelewa tu jambo mwanangu. Kaka na mdogo wake wanaongea. Sisi ni familia moja. Tumechukua mfano familia moja iko Tanga huko Bombo kwa kina Roma huko. Ndio hiyo familia ina kaka, ina dada, ina nini. Sisi hatujamgusa mtu yoyote. Kwa hiyo ni familia yetu ya kwenye imagination yetu ya sanaa. Kwa hiyo ndio maana tunaona hamna matatizo yote na hatujamlenga mtu yote. So far we good. Ule mwendelezo wa give back to the society kwa Rostam utakuwa unaendelea, maana tumeona baada ya kutoa ile kaka tuchati, kuna kampeni ambayo mlikuwa mnaiendesha na muda fulani ilikuwa so far ilikuwa kimya, watu wakawa wanajiuliza hii kampeni imeishia wapi, lakini majibu wakayapata baada ya kutoa zile ventilator na mashuka sehemu ambayo umezaliwa pamoja na ambapo amezaliwa Roma. Hii gift back to the society ni project ambayo itakuwa inaendelea ama ni kwa sababu tu ya kaka tuchati? Ile ni project endelevu. Sisi ni kawaida yetu. Tuna project nyingine ambayo inakuja. Na project nyingine ambayo inakuja pia na yenyewe ni hivyo. Kwa hiyo ni mambo yetu. Tuzoee, kwa sasa hivi tuzoee. Tutazileta nyingi sana project za namna hii. Stamina aliamua kubadilika baada ya kupiga ile ngoma uliopiga na Maua Sama. Lakini kubadilika na kwenda na mziki wa kisasa sana, tofauti na yule Stamina ambaye tumemzoea kwenye ngumu. Nilikuwa nafanya muziki wa zamani? No, sio wa zamani, ile ngumu una mistari fulani hivi kwenzi mpaka mwenyewe unasemaga unajisha. Mpaka leo ninayo. Naipo kwenye kila wimbo. Ile ilikuwa ni club bangwa fulani bro. Hamna. Uendelezo pale ndio tumeshafanya kila aina ya muziki. Mimi niko flexible. Sio msanii ambaye utanizoea sana kwenye aina fulani ya muziki, no. Nafanya kwenye kila aina ya beat. Mimi naweza nikarap kwenye kila aina ya beat, singeli na rap, taarabu na rap, sijui yani kila kitu nafanya. Bro, hii hali ya maproducer kuwa wanalalamikia wasanii kwa kuwatapeli, hivi unahisi tatizo liko wapi baina ya msanii ama maproducer? Kwamba tumeona sasa hivi Mixing Killer kuna mchakato mkubwa ambao unaendelea kati ya vuta ni kuvute kati ya Mixing Killer pamoja na Darasa, na hata pia Black naye ameonekana akilalamika juu ya Mario. Hii changamoto ya wasanii kwa maproducer, unahisi wapi panakuwa pana tatizo? Siwezi kusemea lote hapo kwa sababu kila watu ujue wana watu wao na wana maisha yao jinsi wanavyoishi. Kwa mfano kama mimi, ushakumsikia kuna mtu analalamika? Ushakumfuata Bea ukamsikia analalamika? Ni kwa sababu Bea mimi sio producer wangu, ni ndugu yangu, yani familia kabisa. Ukimsikia Lade analalamika, ushakumsikia? Ni familia, ni ndugu. Kwa kama tunaishi kwenye hivyo, basi manake nathamini kazi yake, nathamini kitu chake. Yani mimi siwezi kuacha kufanya vitu vya bule kisa eti wewe mwanangu au nini. No. It's business manega. Anatumia skills zake za kichwani, mimi natumia pia mimi mwenyewe. Ubunifu, hizi maarifa tulopewa, vipaji, kuna siku vinaishaga hivi. Kwa kipindi una nguvu, vitumikie, ndo muda wake. Kama kuna sehemu ya kumlipa mtu haki yake mpe. Sasa producer anakupigia ngoma linakuingizia milioni 100 labda. Unashindwa kupata milioni 40 au milioni 30 bila yeye kupiga hiyo ungekuwa wapi? Ni kwa sababu ya vile tu, ndio maana nakwambia yani kuna plans ambazo hasijakaa vizuri. Yani aidha inakuwaga hivi before ya kufanya unajua changamoto ambayo mimi nimeiona ya maproducer na wasanii niloiona ni moja. Before hatujafanya kuna mazingira tuyaweki sawa, si unanielewa? Tunafanya sana ushikaji before, baadaye ukibadilika ukiwa hela tunagombana. Tunagombana kwa sababu hatukufanya kwa hela, tulifanya kwa ushikaji. Kwa hiyo mimi naweza nikaona sasa kwa nini nimpe? Bwana tu fresh tu alinita studio beat kali nikaingiza, si unanielewa? Lakini tukiwa tukiweka mipango madhubuti
Sawa, tukiweka mipango mithubuti au mkataba fulani mapema before hatujafanya. Kwa mfano, naweza ngopa mfano. Umemwona Laden? Sisi tunamlipa before track haijatoka. Yaani ndio misingi tuliwekeana. No beat for free. Yeye ndio msemo wake. Akupe beat for free. Una feel for kazi na mimi nilipe. Na kwa sababu sisi tunaheshimu ndugu wetu tunamlipa na tunaendelea na kazi. Simple like that. Mimi nadhani tujifunze kuweka sana kazi kabla ya ushikaji. Itatusaidia tutogombana. Kazi afu ushikaji uje. Usianze na ushikaji afu kazi ije. Unajua ukianza na ushikaji afu kazi ikaja, ukifanikiwa ushikaji unapotea. Si unanielewa? Wewe ukitaka kulijua hilo. Sawa, ukitaka kulijua hilo, fuatilia kwenye maisha ya kawaida. Hata wewe wanao ambao umeyasonao mtaani. Sasa hivi hapo umeshika mic ya Global nini, wanakuona kama oya mwanetu jue tangu jue anajiona kama akafuka shit. Si unajua wana walivyo. Wanataka uende ukae nao maskani vile. Maisha hawezi kuwa hivyo. Si unanielewa? Ndio kama kwenye mafanikio, unapokuwa bado unakuwa na wana. Ukipata mafanikio huwezi kuwa vile na wana. Kwa sababu unabadilisha upepo. Ulikuwa unakaa zamani labda na mwanao wa mtani Joni. Sasa hivi unatakiwa ukae na Nandi. Hasa ile biashara ile wauni hawaielewagi. Ila tu somo ni usitupe masela. Sio kama ndo kabadilisha maisha basi ukabadilisha na masela. Masela watakuwa wapo pale. Oya mwanangu nimefeli luku. Oya 20 kilo maliza fresh. Yani maisha ya wauni lazima yaendelee. Video ya mwanangu hujambo ni lini tuitegemee? Tegemea surprise muda wote. Sisi tunatujua. Hatuna vitu formal, tukiamua tunafanya. Kwa tegemea chochote muda wote. Ongea na mashabiki zako. Saluti bwana Global nini unyama. Vitu vingi vinakuja. Ujambo mwanangu ishapita, sasa hivi tunaangalia vitu vingine. Album ya Roma iko tayari, album ya Stamina iko tayari, album ya Rostam iko tayari. Yaani mambo ni mengi kiufupi. Kwa tutegemee kazi nyingi. Bye.